Nasema hakuna urithi ulio bora zaidi ya mzazi kumrithisha mtoto wake zaidi ya urithi wa elimu. Ndio usemi utakaodhihiri katika ziara fupi itakaoongozwa naye dai wa kimataifa Sheikh Nurdin Kishki pamoja na msafara wake uliotoka katika jiji la Tanga mjini na kuelekea katika maeneo haya ya Markazu Darul Hadith, maeneo ya Neema huko Tanga kidogo nje ya mji. Ni msafara ambao umesubiriwa na hamu na ghamu kwa wanafunzi wakipata fursa, wakiamini watapata fursa ya kujua mengi na kufahamu mengi kuhusiana na ziara yake dai huyo. Vile vile shekhe atapata fursa kutembelea baadhi ya majengo, kwani Darul Hadith wana nia na mori ya kutimiza ndoto yao ya kuwa moja katika markaz kubwa zaidi zitakazopeana elimu kwa wanafunzi ambao wako ndani na nje ya jiji la Tanga. Ungana nami Muhammad Atibu Abdallah nikiwa na Kishki TV pamoja na Al-Hajar TV tukikuletea ziara fupi ya makala haya ya Sheikh Nurdin Kishki katika markazi hii ya Darul Hadith. Kwa Sheikh, karibu sana kwa mara nyingine uje katika eneo lako, sio eneo letu, kwa sababu al-hikma na Darul Hadith ni moja. Ni moja kidini, ni moja kiudugu, ni moja kihusiano. Kwa hiyo karibu sana. Kwa hiyo katika kukamilisha ahadi yetu ya ujenzi wa bweni, tukaanza mchakato wa ujenzi wa bweni. Mchakato wetu ulianza na ujenzi wa msingi wa bweni la kuchukua wanafunzi 100. Sasa baada ya hapo, kitu ambacho tumekiplani sasa, tumekipanga ni kuendeleza pale tulipoashia, kuanzia ule msingi kuweza kupandisha juu. Mpaka kupandisha kwenye gebo ni milioni 12,105,000. Hizi ndio gharama ambazo fundi yule ambaye anasimamia jengo lile ametuandikia. Kwa hiyo inshallah na Sheikh umefika. Huo ndo mchanganuo tulipoanzia na mpaka sasa hivi tulipo. Kwa hiyo tunajaribu kupambana kuona kwamba jengo lile linakamilika inshallah kadri iwezekanavyo inshallah. Kwa mara nyingine nina furaha ya kuitembelea Darul Hadith hapa Tanga Neema, na kama alivyotangulia rais hapa Sheikh Said, Darul Hadithi na Al-Hikma ilikwisha unga udugu siku nyingi, na ndio maana kila nikija Tanga, pale ambapo Allah ananijalia kupata taufiki na fursa, basi furaha yangu ni kuitembelea Darul Hadithi kama ambavyo leo tumepatembelea. Nimesikia maelezo machache yaliyotolewa na katibu na nakubaliana naye kwamba ni kweli, pamoja na madarasa mazuri yamepatikana, bila ya bweni bado tutakuwa hatujafanya sana jambo kubwa, kwa sababu si wazazi wote wanaridhia watoto wao walale msikitini. Huu mzigo ambao nimepewa na Sheikh Saidi, mimi napenda kujiita Mzaramu wa Temeke sasa na nyinyi watu wa huko na Wazaramu nasikia watani kwa hiyo leo kanigeuza kanifanya kuwa ni Mnyamwezi wasema mzigo mzito mpe Mnyamwezi bwana chefumo, mzigo mzito anapewa Mnyamwezi Mzaramu, kwamba mzigo mzito mara nyingi huwa anapewa Mnyamwezi, lakini wewe Mzaramu wa Dar es Salaam jiji la gharama ukasema insha Allah nitamwakilisha huyu Mnyamwezi. Mimi nilijua yule Mnyamwezi utamtaja Bwana Kimamba hapa kwamba yeye ndo abebe mzigo huu, Mnyamwezi yupo. Sheikh, mimi nimesikia na mimi furaha yangu kwamba wanafunzi waendelee kusoma na malengo ya Daru yaweze kukamilika. Tuombeane dua Allah tufanyie wepesi. Nimesikia na katibu wangu amepokea, tuombe dua inshallah. Inshallah. Na moja katika dalili inshallah ambazo nimeziona katika faraja na watu tangu wamepokea ni kuona kama tulivyosema mara kwa mara jopo la mashekhi kumunga mkono na kwenda naye kila mahali. Jambo ambalo halijalitokeza kwa mashekhi wengine na wote ambao wanakuja kutoka hapa kuongozwa na jopo la mashekhi. Hili ni mara chache na ndio watu wengi wanashangaa, wanaangalia kuna nini kwa vikwaje. Lakini pia inshallah biidhnillah tutatoa shukrani sana pia kwa Sheikh Salim ambaye ziara hii imekuwa ni mgeni wao kama rasmi. Lakini pia nao kwa kuona kwamba lazima, kwa kuwa huyo amefika siku nyingi hapa,
lakini lazima na yeye atupatie fursa kuja kutuzuru hapa. Nichokielewa na nichokisoma, kwa kuwa ni mwenzangu wewe, una maana ya kwamba katibu wawe anakukumbusha mara kwa mara, bwana, tulikwenda kule Tanga tukafika Darul Hadithi, mzigo mzito akapewa Mzalamu badala ya Mnyamwezi. Sasa huo unanikumbusha kumbusha. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ajalie, atie taufiki inshallah, ili bweni lile kama alivyosema Sheikh Kishki, baadhi ya wazazi huwa hawajisikii raha na hawapendi watoto wao kuweza kulala katika nyumba za ibada misikitini. Lakini pia kuongezea na hilo, dunia sasa hivi msikiti yani inakuwa ni mtihani sana, na baadhi ya watoto wakilala msikitini wao wanakimbia pia kuja kuuswalia msikiti huo. Wallahi mimi nimefurahi sana Sheikh Nuruddin Kishki kwa ile ambalo umelifanya, lakini matarajio yangu biidhnillah taala tukishikamana tutayafanya makubwa zaidi. Na pia ziara kama hizi zikiwa zimeacha vitu vya athari kama hivi, nadhani ile athari na ule muonekano na yale yanayozungumzwa itakuwa ni sababu ya kuvunja mzizi mkubwa sana wa fitna. Niwagusie tu hadithi moja na aya moja katika Sahihu al-Bukhari na Sahihu Muslim. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin, man yuridillahu bihi khayran, yule ambaye Allah atamtakia kheri. Kwa kinywa cha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah akimtakia kheri mja wake, yufaqihu fi ddin, humfanya aweze kuifahamu dini. Mshairi anasema, ta'allam falaysa almar'u yuladu alima, soma kwani hakika ya mtu hazaliwi hali ya kuwa najua. Mshairi tena anasema, alaysa min albalwa bi annaka la tadri wa annaka la tadri bi annaka la tadri idha kunta la tadri wa lasta kaman dara fakayfa idhan tadri bi annaka la tadri أرى الجهل المركب شر داء إذا تسربل بالغباء فإن مزج بإعجاب وكبر فذلك إذن عناوين الشقاء. Kiufupi ni kwamba anasema hivi, jamani, katika majanga hasa ni mtu kutojua. Miaka 10 natembea kwa miguu kilomita 3, chakula changu mihogo na juisi za kufunga. Hii na kuonyesheni jinsi tulivyosoma. Sio vijana wa sasa hivi kidogo tumkia ambao mnakula ugali na lini mnakasirika. Someni, kituo hichi ni kituo sahihi nyinyi kusoma. Kuna mashekhi hawa mafundi, mashekhi Mungu amewajalia wana ilmu, tena mtafundishwa elimu sahihi ya Qur'ani na Sunna. Ametuhamasisha kusoma, lakini katika kalima hii aliyoitoa shehe mimi sijaridhika bado. Alipogusa miogo, ni kweli tulikuwa tunakula miogo sana, kuonesha kwamba miogo tulikuwa tunakula sana, ikapelekea mpaka shehe mwenyewe alitunga shairi la miogo. Sasa ili kalima ikae sawa, shehe, kwa hisani yako naomba uizungumzie miogo ile. Tulikuwa tunatunga sana mashairi. Hata ile shairi langu la Dar es Salaam, jiji la gharama, tulikuwa tuna mti wetu unaitwa tahta shajara. Yaani wanafunzi watukutu wote wa kusoma manahau, mangenga, mabishano, tunakutana kwenye tahta shajara tunabishana huko. Sasa miongoni mwa mashairi ambayo tumeyatunga ni Dar es Salaam, jiji la gharama, haliishi kuhamahama, watu akiawaishi lawama, huli sharti kwa kulalama, ukishindwa Dar es Salaam utahama, kama huamini muulize mama. Na dalili zote za Dar es Salaam ni dalili za kiyama. Baadaye jinsi tulivyopenda miogo bwana, tukasema la shay'a ladhatun lahu kalkiyazi wa kadhalika muhogo maambazi. Inatosha au nimalizie? Wa husina fihi husnan wa khulita fihi nazi wajtama'a fihi wazazi wala ya'rifu tabkhaha illa shangazi
wa in kana fihi mchuzi wa mandazi la kana fihi mumtazi. Yani hapo tunakaza moyo, yani kwamba mchuzi na nini, lakini huko ndo tunashindilia miogo. Na wazee walikuwa wanatuuzia ni wazee wawili, mmoja shafariki Allah amrahamu, mwingine anaitwa mzee Abdu, mpaka leo namjua, anaitwa Muhammad Mustafa, mudiri wetu. Kacharuka katufukuza, kashajua watoto wa mjini hawa masomo mengine wanaghibu, lakini siku ya mgao wanakwepo, siku ya kafungia. Na sisi ndo tuchapania sasa, tunataka mimi na wenzangu wachache kina Fumo nani, tukamwendea ofisini pale tukampigia shairi, almarkazu markazuna, sawa, watende tenduna, walmtumba mtumbuna, wanido niduna, wa Muhammad Mustafa mudiruna. Kafurahi Misri huyo, yakhrib betak ya wala, yalla khush. Tukafunguliwa milango, mzee tumeondoka na nido na tende na kanzu ya mitumba, maisha yanaenda. Kwa hiyo msione sasa hivi tunaonekana tunapendeza na Sheikh Fumo na mashehe. Hata Sheikh Said akikupa historia yake pia unaweza kutoa machozi. Mashehe wote hao wamepitia mazingira magumu sana. Wanasema mgeni njoo mwenyeji apone, ndio usemi uliodhihiri katika ziara hii fupi ya dai huyu wa kimataifa katika Markazul Hadith maeneo ya Neema hapa katika mji wa Tanga, ambapo dai huyu wa kimataifa amewanasihi wanafunzi wa Markazu Darul Hadith kuwa washikamane na subra katika kuitafuta elimu, kwani daima wanasema hakuna urithi ulio bora wa mzazi kumrithisha mtoto wake kama kumpa elimu iliyo ya manufaa zaidi. Kwao watakuwa mfano, kwani wamepigiwa mfano wa kuwa wanavyoni wakubwa, vile wakipata fursa kuombewa dua na kupewa nasaha kutoka kwa mashehe walioandamana naye dai huyu wa kimataifa. Sisi Al Hajar TV pamoja na Kishki TV tulikuwa nawe kwa kuletea yote ambayo yamejiri katika hapa katika Darul Hadith eneo la Neema Tanga. Mimi nilikuwa wako Muhammad Atibu Abdallah, Al Hajar TV na Kishki TV, mwangaza kwa umma.